Ahlan wa sahlan penzi mtazamaji, karibu katika uchambuzi wa fasihi. Niite Fibian Muthama na nitaitika, na hapa ni Edu TV, mahali ambapo tunasema maneno mateule. Hii leo nina walimu ambao wako tayari kutupambia kipindi chetu na rejelea uchambuzi wa tamthilia Bembea ya Maisha. Karibu ni walimu. Asante. Tuanze na kwako. Salamu. Asante. Hujambo mtazamaji, jina langu ni Bwana Juma Samuel, mwalimu wa Kiswahili kutoka shule ya Friends School Kamusinga. Na je, dadangu? Naitwa Bi Christine Watanga, mwalimu wa Kiswahili shule ya upili ya Mtakatifu Luka Kimilili. Karibuni. Mwalimu Watanga, naona leo hatuiti makaratasi, tunaita karatasi, sio? Naona mna karatasi. Mumeandaa nini? Asante. Leo tumeandaa maswali na majibu kuhusu mbinu za uandishi. Tunataka kuwaelekeza wanafunzi, akiletewa swali kuhusu mbinu anahitaji kujibu kivipi. Naam. Tuanze na kwako hapo. Naam, tutaanza. Kwa mfano, mwanafunzi anaweza letewa swali kuwa eleza namna mwandishi wa Bembea ya Maisha alivyoshughulikia mbinu zifuatazo. Eleza namna mwandishi wa Bembea ya Maisha alivyoshughulikia mbinu zifuatazo. Kisha apewe mbinu ya kwanza, uzungumzi nafsia; ya pili nidaa; ya tatu litifati; kisha ya nne tabaini. Apewe ya kwanza uzungumzi nafsia, ya pili nidaa, ya tatu litifati na ya nne tabaini. Naam. Mtazamaji, niliposema maneno mateule ndio kama haya: litifati, nidaa, tabaini na uzungumzi nafsi. Tuanze na wapi? Sitaki kuuliza litifati ni nini, lakini tuanze na uzungumzi nafsi. Pengine mwalimu Juma, hebu tupe mfano. Asante. Labda kwa minajili ya mwanafunzi, nitaanza kwa kufafanua uzungumzi nafsia ni nini. Bila shaka. Uzungumzi nafsia ni mbinu ambapo mhusika hujisemea mwenyewe, huzungumza mwenyewe, pasi na kulenga hadhira mahususi. Kwa hivyo iwapo utapata mhusika yote anazungumza ama anasema maneno au kauli yote ile katika tamthilia hii ya Bembea pasi na hadhira mahususi ambayo analenga, basi mbinu hiyo ndiyo uzungumzi nafsia. Mbinu hii huweza kutambulishwa kwa aina mbili. Aina ya kwanza, maneno katika mabano ambayo yameandikwa na mwandishi. Atatuambia kwamba mhusika huyu akijisemea ama akizungumza pekee. Na ya pili, tunaweza mpata tu mhusika ambaye ataanza kuzungumza tu pekee pasi na kuwa na hadhira yote ile. Naam. Kwa hivyo huo ndio utakuwa ni uzungumzi nafsia ambao tunarejelea hapa. Umesema mtu akizungumza peke yake. Naam. Na pia mtu akizungumza bila hadhira. Bila hadhira. Kuna tofauti gani hapo? Ninapozungumza na wewe kwa mfano sasa hivi, wewe ndiye hadhira yangu. Tunapozungumza hapa hivi, labda kuna wanafunzi ambao wanatutazama, ndio hadhira yetu, sivyo? Lakini iwapo nitaanza kuzungumza tu pekee bila kuwa na hadhira yote. Natumai labda umewahi kutana na watu wengine barabarani kwa sababu ya mawazo mengi kwenye fikra zao. Unakuta kwamba anazungumza tu pekee bila kujua labda anazungumza. Huo ndio uzungumzi nafsi ambao tunazungumzia. Kwa hivyo unazungumza lakini hakuna yote ambayo unaambia maneno ambayo unasema. Kwa hiyo kwa kuelewa zaidi, kuna kuzungumza peke yako bila hadhira na kuna kuzungumza peke yako ndani ya hadhira. Bila shaka kunaweza kuwa na hadhira, lakini namna unavyozungumza wewe hujateka makini yao. Na yale unazungumza kana kwamba hayawahusu. Bila shaka hutakuwa unazungumzia, hutakuwa unazungumzia hadhira yako. Lakini mtazamaji, bila shaka uzungumzi nafsi huu yanakuhusu, ili kujua kudadavua sehemu hii. Tuanze na mwalimu Watanga. Naomba utupe mfano wa uzungumzi nafsi katika Bembea hiyo ya Maisha. Naam, kuna mfano wa uzungumzi nafsia katika Bembea ukurasa wa 41. Pale maneno ya Neema. Tunaanza moja kwa moja kwa mabano, wanasema anajisemea. Bunju ni mmoja wenu, nyote ni wanangu. Hayo ni maneno ya mama wakati huo sikuona. Kwa hivyo hapa Neema yuko peke yake na anajisemea. Kwa hivyo Neema hana hadhira, hadhira ni yeye mwenyewe. Kwa hivyo moja kwa moja hapa maneno ya Neema ni uzungumzi nafsia. Naam. Bila shaka. Mfano mwingine mwalimu Juma. Naam. Kuna mifano kadha wa kadha
Kwenye ukurasa wa 70. Kwenye ukurasa wa 70 onyesho la 3. Mwandishi anatuambia kwamba Yona akiwa sebuleni pekee, akionekana mwenye huzuni. Kwa huzuni, kisha Yona anaanza kuzungumza. Kwa hivyo tayari mwandishi amedokeza swala kwamba Yona yuko pekee sebuleni. Kwa hivyo hakuna yeyote yule ambaye yuko pale sebuleni na Yona. Lakini Yona anaanza kutoa kauli ndefu pale. Kwa mfano anasema kwamba maskini mke wangu, kumbe ugonjwa huu haukukusaza. Kwa hivyo unakuta kwamba hiyo kauli yote anasema kana kwamba anamwelekezea kauli hizi mkewe, lakini mkewe hayuko pale. Anajisemea tu mwenyewe. Huo ni uzungumzi nafsia. Kwa hivyo ninaweza kusema kwa kimombo wanavyosema speaking loud with my, kwa Kiingereza utasema monologue. Naam. Monologue. Naam. Lakini nikisema I'm thinking loud. Naam. Kwa hiyo ninaweza kusema pia ni uzungumzi nafsi. Bila shaka. Na unaposema kwamba you are thinking loud, hizo kauli useme tuzisikie. Naam. Kwa sababu ndio maana ya loud. Ndio. Naam. Lakini hutuambii ninajisemea mwenyewe. Unajisemea tu. Pengine mfano wa mwisho Mwalimu Watanga. Na mfano wa mwisho kurasa wa 38. Pale pia bado ni Neema yuko sebuleni. Kwa hivyo anaonekana mwenye mawazo. Ghafla anasita, anashika tama, kisha anatazama sehemu moja ya upembe wa chumba huku amezama katika lindi la mawazo. Anaanza kujisemea kwa huzuni. Kwa hivyo pale tunaona Neema ni mwenye huzuni kwa sababu ya maradhi ya mama yake. Kwa hivyo anaanza kujisemea. Kwa hivyo uzungumzi nafsia. Kwa hiyo ulitaja maswali matatu ya kurejelea tamthilia ya Bembea. Ukasema kuna uzungumzi nafsi, litifati, nidaa na tabaini. Kwa sababu mimi ni mwenye huru hapa, twende kwenye litifati. Kwako Mwalimu Juma. Naam, asante. Kwa hivyo litifati nayo ni mbinu ambayo mhusika hunukuu maneno ya mhusika mwingine moja kwa moja. Mhusika mmoja atanukuu maneno ya mhusika mwingine moja kwa moja. Mbinu hiyo huitwa litifati. Na mbinu hiyo katika tamthilia hii ya Bembea haikukuzwa sana. Imetumika tu sehemu moja. Kwa mfano kwenye ukurasa wa 41. Kwenye ukurasa wa 41 kazi hiyo inatokea katika sehemu ya 3 ya tamthilia hiyo, onyesho la kwanza. Kwa hivyo kwenye ukurasa wa 41 huyu mhusika Neema anasema na bado anajisemea, anasema kwamba Bunju ni mmoja wenu, nyote ni wanangu. Unaposoma kwa makini kauli hiyo utakuta kwamba kauli hii ilisemwa awali na Sara kwenye ukurasa wa 36. Naam. Kwenye ukurasa wa 36. Naam. Haswa hiyo sehemu ya nyote ni wanangu. Hata unaposoma hapa unafaa tu kujiuliza kwamba Neema kwa sasa tunajua kwamba Neema ni mkewe Bunju. Ni vipi anasema kwamba nyote ni wanangu? Hata mimi nilikuwa nashangaa, Bunju ni mmoja wenu, nyote ni wanangu. Naam. Nikashindwa kwani mumewe anakuwa mwanae? Naam. Kwa hivyo hii ni kauli ambayo anarejelea maneno yaliyosemwa na mamake Sara. Alipokuwa anawaambia kwamba nyote ni wanangu. Kwa hivyo namna Neema anavyonukuu maneno haya moja kwa moja. Hiyo ni mbinu ya litifati. Ananukuu maneno ya mhusika mwingine ambaye ni Sara. Kwa hiyo hapa tumepata mfano mmoja tu wa litifati. Na tu kukuchokonoa mwalimu, unavyosema ni maneno mtu amenukuu ya mtu mwingine. Naam. Kama mimi mwanafunzi nikitaka kujibu, na ninaweza kusema maneno haya yamelitifakiwa. Yamelitifakiwa, naam. Uko sawa? Kwa hiyo niko sawa. Naam, uundaji wa maneno kutoka kwa maneno mengine. Naam, umeunda kitenzi kutokana na nomino litifati. Ni sawa. Kwa sababu muda mwingi mimi napenda kutumia kauli ipate ilivyo. Kwa hiyo ukinukuu ipate ilivyo umelitifaki. Utakume mudu. Lakini mwanafunzi anafaa kuwa makini, ajue kwamba kitahini ni mbinu, sivyo? Kwa hivyo usije ukaleta ndani labda kitenzi useme kwamba litifakishwa ama litifakiwa. Kwa hivyo ujikite kwenye mbinu. Kitahini ni
mbinu. Sivyo? Kwa hivyo mbinu ni litifati. Kwa hivyo namna utakavyoieleza hata ukiendeleza sasa katika kitenzi ni sawa. Utakuwa umenyambua kitenzi kufafanua mbinu hiyo ya litifati. Kwa hiyo ni bora zaidi niseme litifati. Litifati, alafu nikisha nukuu yale maneno niseme kauli hii imelitifakiwa na mtu fulani. Bila shaka. Bila shaka. Sawa sana. Nafikiri kufikia hapo tumeenda sawa. Asante. Twende kwa nidaa, mwalimu wa tano. Naam, asante. Kwa hivyo nidaa kwa mwanafunzi atasema nidaa ni pale ambapo mwandishi anatumia alama ya kihisishi kwa lengo la kuzua hisia mbalimbali. Anaweza taka kuzua hisia za furaha, huzuni au kushtuka. Na mwandishi ameitumia sana kwenye tamthilia. Karibu kila ukurasa kuna nidaa. Kwa mfano ukurasa wetu wa kwanza pale maneno ya Yona, pale kuna nidaa pale, anasema ndivyo njaa haileti shibe Sara. Kwa hivyo pale kuna matumizi ya nidaa, kuna alama ya mshangao pale. Kwa hivyo ni kama Yona anashangaa kuwa Sara hajamwandalia chakula. Kwa hivyo njaa haileti shibe Sara. Naam. Mwalimu, umezua kauli nyingine. Umesema ni alama ya hisi inayotumika kwenye kauli. Hisishi, naam. Kuna neno fulani amelala fofofo, kisha nimeweka alama ya tashihisi hapo. Naam. Hiyo ninaweza kutumia kama mfano wa nidaa. Inawezekana. Kwa hiyo mbinu ya nidaa inaendana sawa na tanakali ya sauti. Bila shaka hiyo tanakali ya sauti itakuwa nayo alama ya kihisishi kwa minajili ya kusisitiza ama kuibua hisia za ule mshindo ama sauti inayotokana na kile kitu ambacho unarejelea. Kwa mfano kama ni kuanguka mchangani pu, ama alitupa jiwe majini chubwi. Kujaribu kuleta hisia ili upate uhalisia wa sauti iliyotoka ama ulioipata jiwe hilo lilipoanguka majini. Kwa hiyo pengine mtahini ametahini, eleza mbinu hii. Amelala fufufu. Mimi mtahiniwa nitasema ni mbinu ya nidaa. Je, nikisema ni tanakali ya sauti nitakuwa nimekosea? Utapata. Kwa hiyo inaweza kwenda kote kote. Naam. Unaweza na labda kuongezea lingine kusisitiza tu hilo swala. Tulisema awali kwamba mwandishi anaweza kupa ama mtahini anaweza kupa swali moja, na katika swali hilo uwe na mbinu zaidi ya moja. Kwa mfano ambao unatoa huo ukute kwamba ni tanakali ya sauti, na pia kwa sababu ya matumizi hayo ya alama ya kihisishi pia ni nidaa. Naam. Labda nikupe mfano mwingine kwenye ukurasa wa 14. Mazungumzo ya Dina na Sara. Dina nasema wanaume wetu hawa, alafu kuna alama hiyo ya kihisishi, hawawezi hata kusaidia kupiga makasia chombo kinapopungukiwa na upepo. Alama nyingine ya hisia. Hivyo anapotumia alama hizo za hisia katika sentensi hizo mbili, anajaribu tu kuibua hisia za masikitiko ambayo alionayo. Kwamba hata kama wanawake wamelemewa, wanaume hawawezi kujitolea kuwasaidia. Anatumia wanawake hapa kama chombo kinachokwenda mrama, ambapo sasa wanaume wanafaa kuingia hapo na kuwasaidia. Anarejelea ugonjwa wa Dina wa Sara kunradhi, wakati anaugua, lakini Yona yeye haoni kuwa Yona anamsaidia vilivyo. Naam. Ni kuibua hizo hisia za masikitiko. Naam mwalimu, tumetaja na uzunguzi nafsi, litifati na nidaa. Kauli ile nyingine kwa mwalimu wa tano. Naam, ilikuwa tabaini. Naam. Kwanza tueleze tabaini ni nini? Tabaini ni mbinu ya matumizi ya kikanushi si kwa lengo la kusisitiza jambo ama kuonyesha wingi wa vitu. Naam. Kwa mfano kwa tamthilia ukurasa wa 23 kuna pale maneno ya Neema, anasema kazi yake kumenyana na ardhi, si pa mvua, si pa jua. Kwa hivyo kuna pale neno si na si. Kwa hivyo pale Neema anaonyesha kuwa kuna wakati wa furaha na kuna wakati wa huzuni. Kwa hivyo anajaribu kusisitiza hali ya maisha. Katika hali zote.
Hiyo mbinu nafikiri inatambulika sana. Pengine tu ni ukumbusho, tabaini. Si mamati si hayati, tabaini. Si usiku si mchana, nitabaini. Sio? Tupe mfano mwingine. Mfano mwingine kwenye ukurasa wa 13. Maneno ya Sara. Nitanukuu hiyo sehemu. Anasema kwamba si makanisani, si magengeni. Kwa hivyo anapotumia hicho kikanushi si, anasisitiza katika hizo sehemu ambazo anarejelea kwamba si makanisani, si magengeni. Ni mbinu ya tabaini. Naam. Na tumeambiwa kulingana na mwalimu wa Tanga ni kukanusha na pia kuonyesha wingi wa kitu. Kwa hiyo tabaini inatumika kwa vyote viwili. Si kukanusha vile, bali ni kutumia kikanushi si kwa minajili ya kusisitiza. Kusisitiza au kutumia kikanushi. Naam. Aha. Pengine naona mimi tumetekeleza wajibu wa kutoa mifano hii. Pengine tunaweza kwenda kwa swali lingine kama lipo. Naam. Kuna swali la ziada. Kwa sababu namna madamu alivyoeleza kwamba swali la kwanza linaweza kuwa la moja kwa moja hivyo. Swali la pili linaweza kuwa ni la dondoo. Kisha licha ya kuulizwa hiyo sehemu ya kwanza kueleza dondoo, sehemu ya pili inaweza kuwa tambua tamathali za usemi ama mbinu za uandishi zilizotumika katika dondoo hilo. Kwa mfano, pengine tusomee dondoo ili tuweze kuenda sambamba na hizi tamathali za usemi. Naam. Kwa mfano, dondoo linaweza kuwa hivi. Na dondoo hili nitalinukuu kutoka kwenye ukurasa wa 18. Kwenye ukurasa wa 18 nitanukuu maneno ya Sara. Sitasema yote bali nitanukuu sehemu ambayo ninalenga. Kwa mfano anasema, mwanangu usifanye hofu. Nikujuavyo mimi hukuingia katika bahari si yako. Wala hakuna refu lisilokuwa na ncha. Yote yana kikomo eti. Ipo siku haya yote yatapita. Mkulima hodari libasi yake huwa imechakaa na kuchoka, lakini moyoni anabaki safi kama theluji. Kwa kutosheka na tija na sulubu zake, huwezi kumlinganisha na mkulima wa nguo safi zilizopigwa pasi zikanyooka. Kwa hivyo swali la kwanza linaweza kuwa eleza muktadha wa dondoo. Na sitataka tuzingatie hilo sana kwa sababu hayo yanaweza hata jibiwa na wanafunzi hawana ugumu wote. Ningependa tulenge sehemu ya pili ambayo inaweza sema kwamba ama swali linaweza ulizwa kwamba lakini mwalimu ni kukate kauli. Tunaporejelea dondoo kwa kutaja tu tunatakiwa tuzingatie hoja gani na gani na gani. Maana yake tunajua hili swali la dondoo mara nyingi wachusha wanafunzi. Kwa kutaja tu ni mambo yepi ambayo tunatakiwa kuyafahamu tunapojibu hili swali la dondoo kabla tujaenda kwenye tamathali. Asante. Kwa hivyo kwenye swali la dondoo litakuwa na alama 4 na hatua 4. Hatua ya kwanza ni mwanafunzi kutaja ni nani anayesema neno hayo. Msemaji. Ni nani ambaye ni msemaji? Naam. Hatua ya pili msemewa. Naam. Anaambia nani. Hatua ya tatu mahali. Wako wapi? Na hatua ya 4 ni kiini. Ni sababu gani anasema maneno hayo? Ni nini kilichosababisha yeye kusema maneno hayo? Kwa hiyo ni nani anamwambia nani, anasemea wapi na kwa sababu gani? Naam. Utakuwa umejibu swali la dondoo. Alama 4. Naam. Kwa hiyo hapo tuko sawa. Naam. Tuende kwenye tamathali za usemi, lakini kwanza ni kukate niende kwa mwalimu wa Tanga. Kwanza utupe nafikiri utuelezee tamathali za usemi ni nini kwanza. Naam, asante. Kwa hivyo hapa wakiambiwa tamathali za usemi, mwanafunzi awe makini. Ni tofauti na kuambiwa eleza mbinu za kimtindo, mbinu za lugha au mbinu za uandishi. Naam. Kwa hivyo ukiambiwa mbinu za uandishi, mbinu za kimtindo, pale mwanafunzi arejelee ujuzi ambao mwandishi anatumia ili kuipamba kazi yake. Kwa hivyo arejelee mbinu zote. Na tamathali ya usemi inapatikana bado ndani ya mbinu za lugha. Lakini iwapo atauliza tamathali za usemi, ajikite mbinu ambazo zina fumbo au zina maana fiche. Kuna maana ya juu na maana ya ndani. Kwa mfano temathali inaweza kusema ni msemo, methali, vitu kama hivyo. Naam. Kwa mfano kwa swali letu umeuliza tambua tamathali 3 za usemi kisha ukapatiwa alama 6. Kwa hivyo hapa itamaanisha mwandishi atambue mbinu ambazo zina maana fiche au fumbo. Kwa hivyo atambue mbinu, sio lazima aeleze mfano wa mbinu, lakini atambue mbinu
kisha atoe mfano kutoka kwa kifungu. Asitoe mfano wake kutoka mahali kwingine. Lazima arejelee kile kifungu. Naam. Kwa mfano hapa kuna methali. Kwa hivyo aseme methali. Kisha aje kwenye kifungu atambue methali yenyewe ni ipi. Kwa hivyo methali ni aseme kuna methali, kisha mfano hakuna refu lisilokuwa na nja. Naam. Pengine ungetusomea dondoo lote ili tuweze kubaini methali ndani ya hilo dondoo. Naam. Mwanangu usifanye hofu, nijuavyo mimi hukuingia katika bahari si yako, wala hakuna lisilokuwa na nja. Yote yana kikomo eti, ipo siku haya yote yatapita, kimya. Mkulima hodari libasi yake huwa imechakaa na kuchoka, lakini moyoni anabaki safi, theluji kwa kutosheka na tija ya sulubu zake. Huwezi kumlinganisha na mkulima wa nguo safi zilizopigwa pasi zikanyooka. Twende sasa kwa tamathali yako mfano. Kwa hivyo hapa mwanafunzi akisoma kifungu ni vyema apigie mstari hivi ili aone ni mbinu gani inajitokeza. Kwa mfano pale akisema wala hakuna lisilokuwa na nja, aseme pale kuna methali. Pale yote yana kikomo eti. Pale ni mbinu lakini ni mtego. Hiyo ni mbinu ya nida. Eti. Ina maana pamewekwa, ametumia alama ya kihisi. Kwa hivyo mwanafunzi akisema nida hatapata. Kwa sababu gani? Nida si tamathali ya usemi. Kwa sababu nida ni ile tu mbinu ya kutumia alama hisi, kihisishi ili kuonyesha hisia fulani. Hakuna fumbo hapo. Kwa hivyo angeulizwa eleza mbinu za lugha ama mbinu za kimtindo na aseme nida ni sawa. Lakini kwa sababu ameuliza ni tamathali za usemi, kwa hivyo akisema ni nida si jibu. Naam. Na labda kuongezea tu kwa lile alilosema, pia kuna kinaya ambacho kinajitokeza hapa. Kwa mfano, hiyo kauli ya mwisho kwamba huwezi kumlinganisha mkulima wa nguo safi zilizopigwa pasi zikanyooka. Huyu ni mkulima yupi? Nguo safi zilizopigwa pasi zikanyooka. Umewahi mkulima kama huyo? Pengine neno mkulima amenitumia kurejelea kitu kingine. Pengine ni fumbo, sijui. La. Kinaya kinajitokeza. Bali sasa hilo pia hapa katika muktadha huu si jibu. Kwa sababu si tamathali ya usemi. Kwa hivyo wanafunzi wanafaa kujikita kwenye tamathali za usemi. Lakini iwapo swali litakuwa ni la jumla kwamba mbinu za kimtindo au mbinu za uandishi au mbinu za lugha, basi hiyo ni da na kinaya yote yatakuwa ni majibu pamoja na tamathali zote za usemi. Naam. Kwa sababu umetaja methali, umetupa mfano mwalimu au hukutupa mfano? Nilimpa wa methali. Nikasema methali, kuna methali kwa mfano hakuna refu zilokuwa na nja. Pengine mwalimu Juma, je, kuna tamathali ya usemi katika hiyo dondoo? Naam. Kuna jazanda. Mwandishi anasema, sio mwandishi bali Sara anasema hukuingia katika bahari si yako. Hapa harejelei bahari ya maji. Bali bahari hapa imerejelea imetumika kijazanda, ina maana fiche. Bahari hapa inaweza kuwa ni taasisi ya ndoa. Kwamba huyu Neema anapolalamikia changamoto katika ndoa kwamba hapana, wewe hukuingia bahari ambayo si yako. Kwa hivyo anajaribu kumhimiza kwamba utafaulu. Uko hapo kisawasawa, utafaulu. Kwa hivyo hapa neno bahari halijatumika kwa maana ya bahari ya kawaida tuijuayo. Kwa hivyo ni jazanda. Na ni tamathali ya usemi. Naam. Kuna mfano zaidi kauli yako ya mwisho mwalimu wa tano, iwapo ipo, wa tamathali za usemi? Naam, asante. Kuna tashbihi pale penye anasema safi kama theluji. Tashbihi ni fumbo, ni tamathali ya usemi? Naam. Naam. Kwa hiyo tumekamilisha jambo. Pengine ninaweza kukupa tu sekunde moja kama kuna swali la ziada kwa mtazamaji. Naam. Ningependa tu kuelekeza wanafunzi hapa kwamba mara nyingi wanafunzi wanapoulizwa maswali ya kimuktadha kama haya, wengi hufanya makosa ya kuleta majibu ambayo hayako kwenye kifungu. Kwa mfano ameulizwa tamathali za usemi na yeye tamathali yote ya usemi ambayo anakumbuka anaileta hapo kwenye jibu. Ni makosa. Iwapo swali limekufunga kwenye dondoo
majibu yako yatoke kwenye dondoo. Kwa hivyo kwa mfano hapa methali moja pekee ambayo inapatikana hapo ni hakuna refu lisilokuwa na ncha. Kwa hivyo hata kama anajua methali nyingi, hafai kuleta methali yote nyingine ambayo haiko kwenye kifungu. Mwanafunzi azingatie hayo na afanye mazoezi ya kutosha na yote yatakuwa ni sawa kwake. Mwalimu, umetaja swala, lakini ningependa zaidi pengine kama una swali kwa mtazamaji ukirejelea bembea ya maisha. Asante. Maswali ni mengi, ila labda nitampa tu mwanafunzi swali moja ili aende afanye utafiti wake zaidi. Na swali ni hili: mwandishi wa tamthilia Bembea ya Maisha amefaulu kutumia mbinu ya methali kufanikisha maudhui yake. Jadili. Itarudia. Mwandishi wa tamthilia Bembea ya Maisha amefaulu kutumia mbinu ya methali kufanikisha maudhui yake. Jadili. Hilo litakuwa ni swali la mazoezi kwa mwanafunzi. Asante sana. Mwalimu, sitaki kuongeza, umeshamwambia mwanafunzi mambo ya kuzingatia. Kauli yako ya mwisho mwalimu Watanga. Naam, asante. Kwa kauli yangu ya mwisho, kwa kifungu mwandishi ametumia tashbihi. Kwa hivyo mwanafunzi atambue tashbihi, kisha seme mfano kutoka kwa kifungu ni kuwa imetoka pale imechakaa na kuchoka, lakini moyoni anabaki safi kama theluji. Kwa hivyo pale wamelinganisha kuwa safi na theluji. Theluji tunajua ni maji ya mvua. Na tunajua maji ya mvua ni safi. Naam. Ndo basi. Naam. Basi wanavyosema ni safi kama pamba au kama theluji. Na hapa tunazungumza maneno safi. Kwa Kiswahili safi. Wanasema siku zote maji ni maji, lakini yakitoka chini yanakuwa ni chemichemi. Na hapa ndipo unapata chemichemi ya maneno tukirejelea tamthilia Bembea ya Maisha. Kunradhi. Niite Fiben Muthama na asante sana kwa nasi mpaka wakati huu wa hitimisho wa kipindi chetu. Tumekuwa naye Mwalimu Juma na vile vile Bi Watanga. Kwa heri ya kuonana. Asante.